Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mpango wa hali ya uchumi uliowasilishwa bungeni leo na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo unaonesha kuwa pato la taifa limeendelea kuongezeka kufikia asilimia 5.9 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na asilimia 5.6 mwaka 2024, huku pato la mtu mmoja likiongezeka na kufikia asilimia 7. Mwandishi wetu Leonard Mwacha anaarifu zaidi kutoka Dodoma. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amebainisha hayo wakati akiwasilisha bungeni jijini Dodoma taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 26-27. Kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio za mwaka 2019, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa asilimia 5.9 mwaka 2025 ikilinganishwa na wastani wa 5.6 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kwa bei za mwaka husika, pato la taifa lilifikia shilingi trilioni 234.104 mwaka 2025, sawa na dola za Kimarekani bilioni 91.81 ikilinganishwa na shilingi trilioni 211.975 sawa na dola za Kimarekani, sawa na dola bilioni 81.2 kwa mwaka 2024. Kutokana na mwenendo huo, wastani wa pato la taifa kwa mtu uliongezeka kwa asilimia 7.4 na kufikia shilingi milioni 3,544,124 sawa na dola za Kimarekani 1,390 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na shilingi milioni 3,99,737 sawa na dola 1,264 kwa mwaka 2024. Aidha, Waziri Mkumbo ametaka serikali kufanya jitihada za kupunguza kiwango cha umaskini ili kuendana na kasi ya uchumi. Watanzania wanaoishi katika umaskini wa mahitaji ya msingi kwa Tanzania bara ni asilimia 25.1. Uchambuzi wa takwimu za mwenendo wa umaskini zinaonyesha kuwa kiwango hicho kimekuwa kikipungua kutoka asilimia 34.4 mwaka 2007, asilimia 28.2 mwaka 2012, asilimia 26.4 mwaka 2018 na sasa asilimia 25.1 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mwenendo huu unaonyesha kuwa jitihada zaidi zinahitajika katika kuongeza kasi ya kupunguza umaskini ili iendane na kasi ya ukuaji wa uchumi kama ilivyoainishwa katika Dira 2050. Sekta zilizochangia ukuaji wa pato la taifa kwa mwaka 2025 ni pamoja na kilimo, ujenzi, uchimbaji wa madini na nyinginezo, huku fedha na bima pamoja na burudani zikiongoza kwa ukuaji. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu wawili, mume na mke, kwa tuhuma za kumteka mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Bulunde wilayani Igunga mkoani hapo, kisha kuwataka wazazi wake kutuma shilingi milioni 20 ili wamwachie mtoto huyo. Mwandishi wetu Adela Moses anaripoti kutoka Tabora. Inaelezwa kuwa mwanamke huyo ambaye ni ndugu wa baba wa mtoto huyo alifika katika shule na anayosoma mtoto mwenye umri wa miaka 8 na kujitambulisha kwa mkuu msaidizi wa shule kuwa amekuja kumchukua mtoto huyo kwa ajili ya kumpiga picha ili amfungulie akaunti ya benki, na baada ya kupewa ruhusa aliondoka na mtoto huyo kama anavyoelezea mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha. Mama huyu alifika hapa akamchukua mtoto. Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake, nenda shuleni Bulunde, akamwambia mtoto fulani Paulina, unamkumbuka? Nenda kamuibe yule mtoto, tukae naye mpaka watupatie milioni 20. Mama yule akaja akamchukua na akaenda akamwambia mume wake, mtoto huyu hapa tayari ni naye. Wakamwambia, sisi tumemteka mtoto pale, mtoto wako Bulunde pale, tuletee shilingi milioni 20 tumwachie, la sivyo muda si mrefu tutamchinja. Baada ya kufanikiwa kutoroka na mtoto huyo, jeshi la polisi likaanza kufanya uchunguzi wake. Walikuwa na simu moja tu ambayo wameisajili, haikuwa na namba ya mtu mwingine yeyote. Walikuwa wanawapigia wazazi hawa tu simu hiyo.
Wakishapiga wanaizima, wanakuja kuiwasha baada ya siku 2 au 3. Siku za mwizi zikatimia, wakakamatiwa Tabora mjini guest. Hakuna kitu kilininyima mimi usingizi kama hichi. Baada ya hapa tutarudi naye, atakaa polisi, baadaye atafikishwa mahakamani yeye na mume wake. Katika hatua nyingine, Chacha ametoa rai kwa walimu na jamii kuendelea kuwa makini katika malezi ya watoto, huku akieleza namna jambo hilo lilivyowanyima usingizi na kuleta huzuni kwa viongozi mbalimbali wa nchi. Na walimu wetu, afisa elimu yupo hapa, hakikisheni kila anayefika hapa anamhitaji mtoto yeyote, lazima tuwe na uhakika wa wazazi wake. Nipigiwa simu kwamba mtoto amepatikana. Nilikuwa nimeanza kula ugali, nilishindwa kula ugali kwa sababu ya furaha. Kwa kweli nalishukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano tulioonyesha. Namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa kufanya kazi mpaka mtoto tumempata. Huyo mama kwa kweli ni ana roho mbaya, tumtaki kabisa. Adela Moses, Channel 10. Wananchi wa kata ya kwa Magome katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wameiomba serikali kutatua changamoto kubwa ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji wa eneo hilo kufuatia vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vinahatarisha usalama wa wananchi. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Wakielezea changamoto hiyo wakati wa mikutano ya diwani wa kata ya kwa Magome iliyofanyika kwenye maeneo ya Rusanga na Sasioni kwa lengo la kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Baadhi ya wananchi hao hasa wanaojihusisha na kilimo wamesema, juzi hapa kuna mtu nimekuja hapa nimemkuta mama amepigwa. Na huyu mama alipokuwa amepigwa, halafu kuna kijana wake amevunjwa kidole. Hii taarifa ilikwenda mpaka kituo cha polisi. Lakini cha maajabu, ilipofika kituo cha polisi, yule ambaye aliyepigwa ambaye ni mkulima anataka kuwekwa ndani. Hii inamaanisha nini jamani? Mzee juzi kaenda shamba, akatoka shamba kuja nyumbani hapa, mwende kaangalie tumbako, kwenda maharage ameliwa, shamba limeliwa lote. Hivi zote hapa anaambia hao wenzetu wafugaji, akiona kwamba hakuna mtu ndiye anachangamka, ng'ombe anaingiza hiyo wanaendelea. Nazungumza hapa, wale ni ng'ombe wapo shambani kwangu na wanataka waingie kwenye mahindi. Natamani nikimbie mkutano huu. Wapo shambani kwangu kabisa. Wale pale viongozi angalieni, wale wapo kwenye mahindi. Wanakula mahindi. Baadhi ya wafugaji waliojitokeza kwenye mikutano hiyo wanaeleza sababu zinazopelekea wao kuingia kwenye migogoro na wakulima, huku mwenyekiti wa mtaa wa kwa Magome Mwenjuma Mgaya pamoja na diwani wa kata hiyo Bwana Musa Mkombati wakieleza mikakati ya kutatua changamoto hiyo. Kosea kwa mfugaji ni jambo la kawaida. Waga kwa sababu ile unaachunga sio binadamu, ni mfugo na anadamu kama wewe, kwa sababu akikuponyoka, cha kwanza kufikiria unatafuta kwanza walipokuwepo. Unaweza kaenda ukakuta kwenye shamba la mtu. Kiukweli wafugaji huwa wanasumbua sana kwenye maeneo na kisingizio kwamba hawana sehemu ya malisho. Kwa hiyo inawalazimu sana kuingia kwenye maeneo ya wananchi na kuleta usumbufu wa hali ya juu sana. Wenzetu wafugaji, wachungaji nao hapa mifugo wakachunge, wasimamieni. Tutakuja na mpango mkakati mpya, hatutamwacha mtu afanye vile anavyotaka ndani ya maeneo haya. Haitakaa ikubalike. Mazao ya mkulima yameliwa, yeye mwenyewe amejeruhiwa, alafu eti serikali ikae kimya. Haiwezekani. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kuwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Irani bado zinaendelea licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Islamabad, msemaji wa wizara hiyo Tahir Arabi amesema Pakistani inaendelea kutumia njia za mawasiliano na pande zote mbili kwa lengo la kusukuma mbele kile alichokiita suluhisho la mazungumzo, kwani amekiri mazingira ya sasa hayatoi matumaini makubwa kutokana na mfululizo wa mashambulizi mapya. Marekani imeishutumu Irani kwa kuchukua muda mrefu bila sababu za msingi katika mazungumzo ya kutafuta suluhu ya kudumu na kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi yanayohusishwa na Iran, hatua ambayo imechochea Teherani kujibu
kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na mtazamaji, tukielekea huko Kilimanjaro, serikali ya mkoani Kilimanjaro imefanikiwa kutatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka 23 kati ya waliokuwa wafanyakazi wa shamba la mkonge la Lambo wilayani Hai na chama cha ushirika FONRA baada ya serikali kuwapatia zaidi ya ekari 164 za ardhi wananchi waliokuwa wakishinikiza chama hicho kuwapatia sehemu ya shamba hilo baada ya kuishi hapo kwa muda mrefu. Ahmad Nandonde ameandaa taarifa ifuatayo. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema uamuzi wa kutoa sehemu ya shamba hilo ni baada ya usuluhisho pande mbili, ambapo kila kaya ilipatiwa ekari 2 za ardhi na hatua itakuwa kwenda kumaliza kabisa mgogoro huo uliodumu kwa zaidi ya miaka 23 sasa. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ilitaka maridhiano na kila mmoja aridhike apate. Tumefanya kazi kubwa mpaka leo tumefikia kupewa nyie hizo eka 2, kuwashawishi hawa watu wa ushirika. Hiyo ardhi mtakaopewa, najua mna familia, mna wake, mna watoto, acheni kwenda kuuza hiyo ardhi. Ninachotaka leo kuja kusema tumalize mgogoro kwa wale wawakilishi wenu. Kesi imetoka, hawa wametoa kesi mahakamani, na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kwamba zitolewe eka 164 kwa maana ya wafanyakazi wa shamba la Lambo Estate, kwa maana ya hizo eka 2 alizosema kamishna, na zile nyingine zinakwenda kwenye serikali ya eneo ya halmashauri. Hayo ndio maamuzi ambayo tumesema tuje tuwaambie. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Kilimanjaro Rehema Mdee akazungumzia hatua kwa hatua mpaka kumalizika kwa mgogoro huo uliozikutanisha pande mbili kati ya wafanyakazi wa zamani na chama cha ushirika ambao ndio msimamizi mkuu wa shamba hilo. Serikali sasa hivi inataka kwamba mambo haya yaishe kwa amani ili walau wananchi waendelee kubaki na tabasamu. Ndilo Mheshimiwa Rais anataka. Kwa hiyo wenzetu wa chama cha ushirika waliridhia, wamekubaliana kwamba asiingiliwe, asisumbuliwe, asibugudhiwe kwenye eneo ambalo amebaki nalo. Tunamshukuru Mungu kwamba tunafikia mwisho huu kupitia usuluhishi, kwa sababu hatutarajii baada ya hatua hii ya leo ambayo tumefikia kwa makubaliano tusikie tena mtu anayeibuka kusababisha migogoro mipya. Kisha wananchi hao wakaipongeza serikali sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutumia busara ya utatuzi wa mgogoro huo. Mungu awabariki, tunaishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu. Mungu awatunze, awabariki, maana serikali tumeiona kuwa inajua wanyonge. Sasa tushapata maelekezo kutoka kwa mkoa. Sasa tunaenda kusimamia maelekezo ambayo tumepata ili sasa kila kaya iweze kupata zile eka 2. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Balozi wa Tanzania nchini Algeria, Mobuhari Matinyi amekabidhi hati za utambulisho wa kibalozi kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Algeria, Abdelmadjid Tobane, katika hafla iliyofanyika Ikulu ya jijini Algiers, ikiwa ni ishara ya kuanza rasmi utekelezaji wa majukumu yake ya kibalozi. Tupate taarifa kamili. سعادة السفير موباري أومز ماتينيي سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. Your Excellency, I have the honor to present to you the letters of credence by which Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Republic of Tanzania to the People's Democratic Republic of Algeria. Ni Balozi Matinyi alipokabidhi hati za utambulisho, yani letters of credence, na kumshukuru Rais Tobane, serikali na watu wa Algeria, ikiwa ni kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kumpokea, lakini pia kwa kudumisha ushirikiano wa kindugu wa nchi mbili ambao umedumu kwa zaidi ya miongo 6. Mara baada ya mazungumzo na Rais Tobane, Balozi Matinyi amezungumza na vyombo vya habari vya nchini humo, ikiwa ni desturi ya kujitambulisha, lakini pia kueleza majadiliano ambayo wameyafanya wakati wa kukabidhi hati, ambapo wamesema wamejadiliana namna bora ya kusonga mbele baada ya kufikia mafanikio mazuri katika sekta ya ulinzi na elimu ya juu,
lakini pia kuhakikisha watu wa nchi hizi mbili wananufaika pia katika sekta nyingine zilizo muhimu. Assalamu alaikum. Nimepewa jukumu na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba ushirikiano wa nchi hizi mbili unawanufaisha watu wa mataifa yetu mawili, na kwa kutumia umahiri wa marais wetu tutafanikiwa. Ikumbukwe kuwa mnamo Aprili 24 mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alimpangia kituo cha kazi Mobare Matinyi kuwa balozi wa Tanzania nchini Algeria. Balozi Matinyi anakuwa balozi wa 4 kuiwakilisha Tanzania nchini Algeria baada ya Balozi Omar Yusuf Mzee mwaka 2017 hadi mwaka 2020. Balozi Meja Jenerali Jacob Kingu aliyewakilisha Tanzania kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2023, na Balozi Imani Jalikai aliyehudumu katika kituo hicho kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2026. Ubalozi wa Tanzania nchini Algeria uliopo jijini Algiers ndicho kituo rasmi cha uwakilishi wa Tanzania katika nchi za Tunisia, Mauritania, Niger na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake itaendelea kuisaidia Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kwa kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani Bundestag, Merz amesema lengo la serikali ni kufikia amani ya haki na ya kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani, kwani mzozo huo una athari pana zaidi ya mipaka ya nchi hiyo. Hata hivyo, Merz amekikosoa vikali chama cha mrengo wa kulia cha Ujerumani cha AfD kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo, akisema safari zilizofanywa na baadhi ya wabunge wa chama hicho kutoka Ujerumani na kwenda Urusi katika wiki za hivi karibuni. Wakazi wa kitongoji cha Nyakasungwa Kaskazini, kijiji cha Nyakasungwa, halmashauri ya Buchosa mkoani Mwanza, wamemtaka mwenyekiti wa kitongoji hicho kurejesha shilingi 265,000 baada ya kuuza matofali ya ujenzi wa shule ya msingi Nyalukola bila ridhaa yao. Hatua hiyo ya uuzaji wa matofali 300,000 ya ujenzi wa shule iliyofanywa na aliyekuwa mwenyekiti wa kitongoji hicho Samson Okechi inadaiwa kusababisha wakazi wa eneo hilo kugomea shughuli za maendeleo kwa muda wa miaka 7. Henry Kavirondo na ripoti. Sakata la Okechi kuuza matofali yao pasina idhini ya wananchi liliamsha hasira zao na kuamua kumwondoa madarakani, huku nafasi yake ikikaimiwa na aliyekuwa katibu wake John Maduka, ambaye kwa sasa anatuhumiwa kuhusika na ubadhirifu wa shilingi 265,000. Fedha hizo inaelezwa alikabidhi kwa aliyekuwa afisa mtendaji wa kijiji cha Nyakasungwa Matthew Madebele, ambaye kwa sasa amehamishiwa kijiji cha Ilenza. Ikiwezekana mkuu wa wilaya afike kwa ajili ya kuja kufuatia tatizo hili kwamba litatue kwa namna gani. Maana sasa tumekuwa kama wanyonge, hatuna msaada wakati ili hali serikali ipo. Wanauza mbuzi, wanauza kuku, baadaye matokeo yake ni kupoteza hela hizo. Maendeleo hapa Nyakasungwa hamna. Ni mtumishi wa serikali, basi kuna mwajiri wake atoe taarifa. Sisi kama ni kumkamata tutamkamata. Mwenyekiti mstaafu wa kitongoji hicho Cosmas Ntuza, aliyekuwa madarakani wakati wananchi hao wakianza kazi ya kusomba mawe kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo mwaka 2018, amesema hadi sasa hakuna majibu yoyote yaliyotolewa kuhusu madai ya wakazi hao kutaka fedha hiyo irejeshwe. Kama mimi nawiwa sana kwa sababu wana kitongoji wengine walikuwa wanakamatiwa makuku kwa ajili ya kutoa mchango huo. Ujenzi umesimama. Uliona kila kitongoji kilifocus kunyanyua msingi wake na darasa lake kwa matamshi ya serikali kwamba kila kitongoji kijitegemea kijenge darasa lake. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Nyakasungwa Subira Musa ameahidi kuitisha kikao baina ya wananchi na viongozi wote
waliokuwepo madarakani wakati mgogoro huo ulipoanza ili kuja na ufumbuzi wa madai ya wakazi hao. Waendelee kutoa ushirikiano na viongozi wao waliopo kwa sasa hivi. Tunaamini swala hili litapata uvumbuzi. Tumeshamwandaa mtendaji wa kijiji aliyekuwepo wakati huo, lakini na viongozi wote wa serikali ya kijiji waliokuwepo wakati huo. Na tumejaribu kukaa vikao, tunamaliza vikao, lakini tunapomaliza vikao inaibuka tena swala hilo la fedha. Lakini shida kubwa ni afisa mtendaji wa kijiji. Kama mwenyekiti amenikwamisha sehemu kubwa sana. Maana pale kama ulivyofika mwandishi, sasa hivi kuna majengo haya mawili ambayo ni ya block uliyoyaona yale, yako kwenye mchakato wa kuezekwa, lakini anatakiwa mchango wa wananchi na mchango hautoki. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Naam, asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mgeni Khatibu Yahya, amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya afya kwa kuwekeza sera ya mifumo rafiki itakayowavutia wawekezaji zaidi kuwekeza katika sekta hiyo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Akizungumza baada ya kuzindua hospitali ya Citizen Polyclinic, mkuu huyo wa mkoa amesema serikali itaimarisha ushirikiano na sekta binafsi, hususan sekta ya afya, ili kuongeza ubora huduma na kuhakikisha vituo vya afya na hospitali vinakuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa wakati na kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa Rais anaendelea kutuwekea mazingira mazuri kwenye huduma hii ya afya, lakini wawekezaji wetu na wao hawakukaa nyuma, wakasema sisi tumuunge mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kusogeza huduma karibu, lakini pia kwa kuleta ajira katika maeneo yetu. Kwa hiyo kwenye hospitali yetu hii ya Citizen, huduma ya afya itakuwa ipo karibu. Daktari dhamana wilaya Wete Mbaruku Sulemani Hamadi amesema hospitali ya Citizen inaunga mkono juhudi za rais katika kuimarisha huduma za afya nchini kwa kuendeleza kutoa huduma bora kwa wananchi. Polyclinics ni kituo ambacho kwa kweli huduma zao ni mzuri na daraja yao iko vizuri kulinganisha na hospitali zote za private za Pemba. Kwa hiyo leo tumejithibitishia uwepo wao hapa. Sisi kama Wizara ya Afya, lakini tunapofanya kazi na sekta hizi binafsi, kama ni agizo la Mheshimiwa Rais kuboresha huduma ya kiafya kwa wananchi wake. Naye mkurugenzi wa hospitali ya Citizen Polyclinic Juma Hamadi Halidi amesema uwekezaji uliofanywa na hospitali hiyo katika sekta ya afya unaakisi maono ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi za kutoa huduma bora kwa wananchi. Toa huduma zote ambazo kuwa zinatolewa, aidha ziko serikalini na zile ambazo kuwa haziko serikalini zinapatikana hapa, na hizo ndio moja ya malengo ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tuna madaktari bingwa 4, tuna madaktari na wauguzi. Sio ni wauguzi tu mheshimiwa, lakini wamepata mafunzo maalum. Ni Masanja Mabula. Kutokana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha uharibifu haswa wa miundombinu ya barabara, serikali imesema itajielekeza kubadilisha mfumo wa ujenzi wa barabara ili kukabiliana na changamoto hizo. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Festo Dugange amebainisha hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Edin Swale, mbunge wa Lupembe, aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kujenga barabara zilizoharibiwa na mvua. Lakini pia na mikoa mingine ambayo ina mvua nyingi kwa mwaka zinaathiriwa sana na mvua, na matokeo yake mara kwa mara tumekuwa tukitumia fedha kurejea kujenga na kuboresha barabara zile zile. Hatua ambayo serikali imechukua, kwanza tumeanza kufanya design nzuri na bora zaidi ya barabara ambazo zitajengwa kulingana na hali ya hewa kijiografia, kwa maana maeneo yenye milima na mvua nyingi tutakwenda na design ya barabara ambayo itakuwa bora zaidi. Kwa mfano katika jimbo la Ludewa tumetenga budget kwa ajili ya kujenga barabara za concrete strip za zege za mistari ambazo zitasaidia kuhakikisha kwamba zinadumu kwa muda mrefu, hususan kwenye maeneo ya milima na maeneo ya mvua nyingi. Katika hatua nyingine, serikali imesema itaelekeza nguvu katika barabara za vijijini na kuongeza bajeti za TARURA, ikiwa ni majibu ya serikali kufuatia swali la Deodatus Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, aliyetaka majimbo yenye vijiji vingi vitengewe pesa zaidi kwa ujenzi wa barabara.
Mheshimiwa Spika, kuna swala zima la kisera tumeliongea hapa sana kuhusiana na barabara za majimbo ambayo yako mjini na vijijini, kwamba barabara za majimbo yenye vijiji vingi yapewe fedha zaidi kwenye bajeti. Serikali imefikia wapi kwenye kupanga fedha nyingi zaidi kwa majimbo ya vijijini? Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunafahamu halmashauri ya mji wa Njombe ina jiografia za aina mbili, jiografia ya mijini, lakini pia viko vijiji vingi ambavyo vina hali ya vijijini kabisa. Na ndio maana serikali kwa kutambua hilo, kwanza tumehakikisha halmashauri ya mji wa Njombe inaingia kwenye mradi wa TACTIC, na tayari tuna hatua nzuri ya maandalizi kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi wa TACTIC ya awamu ya 3 katika halmashauri ya mji wa Njombe kwa maana ya mitaa ya pale mjini. Lakini vile vile serikali imeendelea kuongeza budget za TARURA ikiwemo katika halmashauri ya mji wa Njombe ili kuhakikisha vijiji vyote vinaendelea kujengewa barabara, lakini pia kufanya matengenezo ya mara kwa mara. Kwa hivyo ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kwa kadri ya upatikanaji wa fedha kwa awamu kuboresha barabara za vijiji vya halmashauri ya mji wa Njombe. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wapuliziaji wa viuatilifu kwenye zao la korosho wilayani Liwale mkoani Lindi wameiomba serikali kuwawezesha kupata mavazi kinga watakayoyatumia wakati wanapokuwa wakipuliza mikorosho ili kuepuka madhara ya kiafya yanayosababishwa na sumu zilizopo kwenye viuatilifu hivyo. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka Liwale mkoani Lindi ameandaa taarifa ifuatayo. Wakizungumza wakati wakipatiwa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu yanayotolewa na Bodi ya Korosho kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI kituo cha Naliendele ndani ya kata Kibutuka wilaya Liwale mkoani Lindi, wapuliziaji wanaeleza kwamba changamoto kubwa sasa ni upatikanaji wa vifaa kinga wakati wa upuliziaji. Wakati tunapulizia vile viuatilifu, mavazi kinga hatuna, kwa hiyo inatumwagikia vile viuatilifu, mwili wetu unawasha na upatikanaji wa vile vivazi kinga inakuwa ni mgumu sana. Au mimi binafsi yangu ninachokizungumzia serikali uweze kutusaidia hasa maoverall ya kuweza kuziwia uso pamoja na mikono. Na hii itasaidia kuwakinga na magonjwa na pia kujikinga katika mwili na kusaidia upuliziaji na itaongeza tija katika upuliziaji. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI kituo cha Naliendele inaeleza kwamba viuatilifu hivi vina madhara makubwa kwa binadamu. Viuatilifu utakapokuwa unavuta vitakuja kuingia mpaka kwenye mfumo wa damu, kwa hiyo utasababisha madhara ndani kwa maana ya kansa. Wakati mwingine yako magonjwa ya kansa, watu wanaugua, mfumo wa upumuaji unaleta shida, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunasisitiza sana wapuliziaji wavae mavazi kinga. Kutoka kata Kibutuka wilaya Liwale mkoani Lindi, Adam Malima, Channel 10. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP wametoa maoni juu ya uboreshaji wa sera kutambua makundi ambayo yamekuwa yakitoa huduma kwa watu wenye ulemavu. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Akizungumza mara baada ya kutamatika kwa uchambuzi wa sera juu ya utambuzi wa watu wenye ulemavu, mratibu wa mradi huo Gati Holombe amesema kuwa wamekuja na maoni ambayo yatasaidia taifa juu ya uboreshaji wa utambuzi wa wasaidizi wa watu wenye ulemavu. Katika uchambuzi huu sasa kwa siku mbili tumekuja na maoni mazuri sana, recommendations nzuri sana ambazo kwa kweli zinasaidia na zitatusaidia kama taifa sasa kuboresha namna ambavyo kwanza tunatambua haya makundi ambayo yanatoa huduma kwa watu wenye ulemavu, yani unpaid care workers na paid care workers. Kwa hiyo na katika maeneo ambayo tumeyaona, la kwanza kama wote kwa pamoja kama wadau tumeona kwamba eneo la kwanza ni la uelewa. Kwa upande wake mwakilishi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Peter Sembuyagi amesema ofisi yao imekuwa ikifuatilia kwa karibu suala la ajira kwa walemavu, huku afisa mipango kutoka Wizara ya Maji amesema wao watahakikisha huduma ya maji inawafikia kwa usahihi. Kwenye swala la walemavu, ofisi yetu imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu utekelezwaji wa sheria ya walemavu, hususan swala la ajira kwa walemavu, ambako sheria ya walemavu inahitaji kuwepo na 3% ya walemavu wanaoajiriwa kwenye sehemu za kazi. Sisi kama Wizara ya Maji tumeona kwamba
hii huduma ya care and support inatugusa pia vile vile, na serikali inatia juhudi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba inampunguzia gharama au muda wa kuweza kushughulika na support na care mtu ambaye ana ulemavu au mwanamke, kwa maana kwamba sisi kama jukumu letu Wizara ya Maji ni kuhakikisha kwamba huduma ya maji inafika kwa usahihi. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Naam, mtazamaji, tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari, Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema anaamini wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kitambo kwa makosa waliofanya dhidi ya raia wa Marekani. Akizungumza baada ya kutembelea kambi hiyo iliyoko Cuba, Hegseth amesema wafungwa hao walipaswa kupewa adhabu hiyo kwa kuhusishwa na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, kwani Pentagon imesema wafungwa 15 bado wanazuiliwa katika gereza hilo, lakini ni wawili tu waliowahi kutiwa hatiani, huku kesi za wengine zikiendelea. Gereza la Guantanamo lililoanzishwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11 na kwa wakati mmoja lilihifadhi karibu wafungwa 800, huku makundi ya haki ya kutetea haki za binadamu zikikosa gereza hilo kutokana na madai ya mateso na kuzuiliwa watu kwa miaka mingi bila kufikishwa mahakamani. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.